Na salamu zetu zote zipate kuwafikieni popote mlipo, wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Tunatumainia kwamba mpaka sasa bado mnaendelea vizuri na mko salama salimini, na hiyo ndio furaha yetu. Na basi tunatumia fursa hii kuwakaribisheni kwa mara nyingine tena kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku, kwa yale ambayo yanaendelea kujiri na kuhusiana na hali ya kiusalama katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa hapa tutakwenda kuzungumzia wakati wa mkutano wa machifu wa kimila katika eneo la Bandundu, ambako mkutano huo ulikuwa unahudhuriwa na rais wa nchi Bwana Felix Antoine Tshisekedi. Basi rais huyo katika mkutano huo pamoja na machifu wa kienyeji ama wa kikabila ama wa kitamaduni kumradhi, alitoa matamshi makali dhidi ya mwenzake wa Rwanda Paul Kagame katika mazingira ya mvutano unaoendelea kati ya Kinshasa na Kigali. Akizungumza mbele ya viongozi wa kienyeji, mkuu huyo wa nchi alikosoa kila anachokiona kama kuingiliwa kwa mambo ya ndani ya nchi na mataifa ya kigeni. Alieleza kuwa baadhi ya viongozi waliowahi kushika nyadhifa nchini DRC kwa mtazamo wake waliwahi kutumikia maslahi ya nje badala ya yale ya wananchi wa Kongo. Katika hotuba yenye msimamo mkali, Felix Tshisekedi alimshutumu Paul Kagame kwa kuwa na ushawishi juu ya baadhi ya wanasiasa wa Kongo, huku pia akikosoa kwa nguvu namna anavyojiendesha katika uwanja wa kikanda. Alieleza kuwa msimamo wa rais wa Rwanda unaonekana kuwa wa kichokozi na wenye mwelekeo wa uchokozi katika mahusiano na DRC. Matamshi haya yanakuja katika kipindi ambacho uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizi mbili unaendelea kuwa na mvutano mkubwa, huku kukiwa na tuhuma za mara kwa mara za kuhusika kwa pande mbalimbali katika kuunga mkono makundi ya wahasi yanayofanya shughuli zao mashariki mwa DRC. Pia yanaonyesha juhudi za mamlaka za Kongo kuwahamasisha viongozi wa ndani juu ya masuala ya uhuru wa taifa na usalama. Tamko hili linaangazia kwa mara nyingine kuzorota kwa uhusiano kati ya Kinshasa na Kigali katika mazingira ya mgogoro wa kiusalama unaoendelea katika maeneo ya mashariki mwa nchi. Kujiondoa kwa vikosi vya wahasi wa M23 AFC katika baadhi ya mstari ya mbele ya mapambano umesababisha majibu mchanganyiko na maswali ndani ya mazingira ya kisiasa na kijamii ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku mvutano na kutokuaminiana kati ya Kinshasa na harakati hii ya kisiasa na kijeshi ukiendelea. Harakati hii inadhibiti sehemu kubwa za majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini katika mashariki mwa nchi, na kwa baadhi ya wachambuzi, hatua hii ya kujiondoa inaweza kuonekana kama ishara ya nia njema kulingana na juhudi za amani zinazofanywa ili kurudisha mazungumzo na kutoa nafasi kwa suluhisho la kisiasa badala ya suluhisho la kijeshi. Hata hivyo, wahasi wa AFC M23 wanaoungwa mkono na Rwanda waliamua kuvunja ukimya na kutoa maelezo kwa umma kuhusu swala hili. Kwa mujibu wa msemaji wao Lawrence Kanyuka, baada ya kuondolewa kwa vikosi katika maeneo tofauti, wahasi wanasema kuwa ni mzunguko wa kimkakati wa kawaida. AFC M23 imejulisha umma wa kitaifa na kimataifa ya kwamba shughuli zinazofanyika katika mistari tofauti ya mbele ya mapambano ni sehemu ya mzunguko wa kawaida na wa kimkakati wa vikosi vya Jeshi la Mapinduzi ya Kongo, yani ARC. Harakati hii inasisitiza nia njema ya wahasi na uaminifu wao wa utekelezaji wa hatua za kuaminiana kama ilivyokubaliwa katika mchakato wa amani wa Doha. Aidha, AFC M23 imeahidi kudumisha ulinzi wa raia na kuwa tayari kukabiliana na vitisho vyote vilivyo ndani yake. Hata hivyo, msemaji wa serikali Bwana Patrick Muyaya alionyesha shaka juu ya hatua hii ya AFC M23, akisema kuwa si jambo jipya. Akijibu swali la vyombo vya habari katika mkutano wa waandishi wa uko Bandundu, mji mkuu wa jimbo la Kwilu, alisisitiza kuwa kinachotarajiwa na serikali ya Kongo ni kuondolewa kabisa
kabisa kikamilifu kwa vikosi vya Rwanda kutoka kwenye ardhi ya Kongo. Namnukuu, hakika tunafuatilia hali katika mistari ya mbele ya mapambano kila siku. Kuhusu hili nitaepuka kutoa maoni makubwa kwa sababu tunatarajia kuondolewa kabisa kikamilifu kwa vikosi vya Rwanda nchini mwetu. Tumeshuhudia mara kadhaa harakati kama hizi, mara nyingine ni mzunguko wa kubadilisha vikosi, hivyo sitatoa maoni zaidi, alisema Patrick Muyaya. Hali hii inatokea zaidi ya mwezi mmoja baada ya serikali ya DRC na AFC M23 kusahini tarehe 2 Februari mwaka huu makubaliano yaliyotokana na mkutano wa kimataifa wa ukanda wa maziwa makuu huko Doha nchini Qatar. Saini hiyo ilifanyika baada ya mkutano wa mekanisme wa ufuatiliaji na uhakiki wa kusitisha mapigano ulioratibiwa na Qatar kama sehemu ya juhudi zake za upatanisho. Tangu wakati huo, mchakato wa Doha umebaki katika hali ya utulivu bila mawasiliano ya moja kwa moja kati ya wahusika na warahisishaji, yani serikali ya Qatar. Katika mkutano uliofanyika Jumatano ya Machi tarehe 25 mwaka huu kati ya mabalozi na maafisa wa kidiplomasia walioko nchini DRC na waziri wa mambo ya nje, Francophonie, ushirikiano wa kimataifa na wahanga wa Kongo walioko nje, Bibi Therese Kaikwamba Wagner alibainisha kuwa kusimama kwa mazungumzo kunatokana na sababu za nje zinazohusiana na hali mbaya ya usalama mashariki mwa kati, yani Moyen-Orient. Kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje Bibi Therese Kaikwamba Wagner, ambaye alithibitisha tena kujitolea kwa serikali yake kwa mchakato wa Doha na dhamira yake ya kuendeleza mazungumzo na AFC M23, mazungumzo ya karibu yanaendelea na Qatar, mrahisishaji wa mchakato, ili kuona jinsi mlolongo wa maendeleo unavyoweza kudumishwa na iwapo inahitajika kuangalia upya baadhi ya mipangilio inayoweza kuanzisha tena mazungumzo. Tarehe 15 Novemba mwaka 2025, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa AFC M23 walipiga hatua muhimu katika juhudi zao za kurejesha amani mashariki mwa nchi kwa kusahini rasmi makubaliano ya kawaida ya Doha. Makubaliano hayo yalifanywa na AFC M23 yaliyojikita kwenye itifaki 8, yalikuwa ni kigezo cha mabadiliko makubwa katika kutafuta amani endelevu ya haki na jumuishi. Makubaliano hayo yaliyochukuliwa na upatanisho kama maendeleo makubwa sasa yanajumuisha msingi wa mchakato wa kutokomeza mgogoro unaolenga kusitisha mapigano, kurejesha mamlaka ya serikali na kuimarisha utulivu katika maeneo yaliyoathirika na miaka ya migogoro ya silaha. Ingawa itifaki 2 tayari zimesainiwa, itifaki 6 zilizobaki zilipaswa kujadiliwa ili kubainisha kwa undani namna ya utekelezaji wake, muda wa kutimiza na majukumu ya pande zote. Hata hivyo, hadi sasa hali ya utulivu imedumu bila maendeleo halisi katika uwanja, ikiongeza kutoaminiana kati ya Kinshasa na AFC M23, kuendelea kwa mapigano na kufanya maisha ya wananchi mashariki mwa DRC kuwa magumu zaidi. Na katika taarifa rasmi iliyotolewa kwa umma na Les Volontaires pour la Défense de la Patrie VDP Wazalendo, wametoa wito wa dhati kwa wananchi walioko katika maeneo yaliyokuwa yamekaliwa hivi karibuni na waasi wa AFC M23 RDF, wakisisitiza umuhimu wa mshikamano na umoja wa kitaifa. Nyaraka hiyo iliyosahiniwa na Lieutenant General Gideon Shimirai Mwisa inasisitiza kwamba wananchi wanapaswa kuwakaribisha kwa mikono miwili maafisa wa usalama na wanajeshi waaminifu bila tofauti za kikabila au kiasili. Kulingana na taarifa hiyo, jamii za eneo hilo zinatarajiwa kupokea kwa furaha wanajeshi wa jeshi la taifa FARDC pamoja na wapiganaji wa Wazalendo ili kuimarisha mshikamano wa kijamii na kuepuka aina yoyote ya ubaguzi inayoweza kudhoofisha amani iliyopatikana. Namnukuu, Kongo na wananchi wake wanapaswa kubaki wamoja na wasiogawanyika,
amesisitiza katika ujumbe huo rasmi. Taarifa hiyo pia inabainisha kwamba tofauti na tabia zilizokuwa zikitekelezwa chini ya ushawishi wa serikali ya uovu ya Rwanda, usalama wa wananchi sasa unahakikishwa na vikosi vyenye kuaminika na vya halali visivyo na tabia za kueneza hofu au ukandamizaji. Kauli hii inalenga kuwatia moyo wananchi wa eneo hilo na kuhimiza ushirikiano kati ya raia na vikosi vya usalama ili kudumisha utulivu katika maeneo yaliyokuwa yamekaliwa ama kudhibitiwa na waasi wa M23 RDF. Ujumbe huu unaashiria hatua ya alama katika mchakato wa kurejesha mamlaka ya serikali na kuimarisha usalama katika mikoa iliyohusiana na migogoro ya silaha, huku ikisisitiza tena umuhimu wa umoja wa kitaifa dhidi ya migawanyiko ya kikabila na kuingiliwa kwa nguvu za kigeni. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndio kwamba tutakwenda kuweka nukta kwa awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanakwenda kujitokeza na kutukia katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika maeneo yake ya mashariki ambako hali ya kiusalama bado ni tete. Na kwa kuzidi kuhabarika zaidi, ambatana nasi hapa kwenye channel yetu ya Kibenge TV ili uende kufaidi habari motomoto kutoka kwetu. Basi tukutane kwa majaliwa. Asante.